Sasa kwa Depu yeye kafunga magoli matatu ya penalty na on play magoli matatu. Sasa ukiangalia hao magoli matatu, Mosi Ndoumwe yeye amefunga kwenye on play magoli 9. Wakiwa na usawa wa michezo na kuingia kwenye dirisha dogo. Manake hicho ndicho ambacho Yanga wamekiona kimewavutia sana kumpata mchezaji. Kwa taarifa ambazo niko nazo za ndani kabisa, Mosi Ndoumwe dirisha kubwa ataingia Yanga, Depu anaenda upande wa taarifa za usajili dirisha kubwa. Yanga leo tuondoke na hii hasa kwa watu ambao wanafuatilia upande wa Yanga. Wamfuatilie mtu anaitwa Mosi Ndoumwe. Huyu ni moja kati ya mashine ambazo zinatoka hapo tu. Yaani Singida na Yanga kuna ukaribu wa kutembeleana. Kwa hao watu kuna namna ambavyo nimezipata taarifa. Msimu ujao Mosi Ndoumwe ni Mwananchi. Taarifa hizo nimeambiwa unazo za ndani kweli kweli, na unazo taarifa za uhakika juu ya mabadilishano ya wachezaji kwenye klabu mbili ambazo zote zinacheza ligi kuu ya soka Tanzania bara, kwa maana ya Singida Black Stars pamoja na klabu ya Yanga. Mimi nafikiri ni wakati wako sasa kutujuza nini hasa ambacho kinaendelea kwenye kabati lako. Zimefika taarifa gani za ndani kweli kweli juu ya haya madili ambayo yanatakiwa kutokea ndani ya siku chache kuelekea dirisha kubwa la usajili? Yes, ni michezo 5 imebakia kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili. Sasa vilabu vishaanza kuangalia mchezaji gani ambaye amefanya vizuri. Ni kipimo sahihi kwa kipindi hiki kwa klabu kuweza kujitathmini au kutathmini wachezaji wake wamefikia wapi, wamefanya nini, nani kafanya nini, na ni nani ambaye kwenye klabu fulani anaweza kaja upande wetu akaza kutusaidia. Sasa vilabu vingi sana ambavyo viko katika ligi kuu Tanzania bara nao vinafanya tathmini, ikiwemo klabu ya Yanga. Obviously kwa sababu ni klabu kubwa lazima ifanye hivyo. Sasa tetesi kubwa ambayo pengine watu wasio wanaijua, hizo tunazita za ndani, si ndio? Kabisa. Stories za ndani kabisa ni kuhusiana na anaitwa Mosi Ndoumwe. Sawa ni mchezaji kutoka pale Burundi. Alikuwa anacheza timu moja inaitwa Flambeau di Center. Hii ndio timu ambayo kabla hajasajiliwa alikuwa anaichezea. Na Singida Black Stars walicheza mchezo wao wa kwanza kwenye ligi ya mabingwa kwenye shirikisho na timu ya Flambeau ambayo inatoka pale Burundi. Ndipo ambapo walimuona huyo mwamba kabisa, Mosi, anaitwa Mosi Ndoumwe. Yes. Ni moja kati ya wachezaji ambao wameingia Singida Black Stars kwenye dirisha dogo. Ni mchezaji ambaye hazungumzwi, ni kwa sababu tu nisikize vizuri, ni mchezaji ambaye hazungumzwi ni kwa sababu tu yuko kwa Walima Alizeti pale Singida. Mosi Ndoumwe hazungumzwi. Lakini nenda kaangalie wachezaji ambao wana magoli mengi kwenye miezi 6 tu ambayo wamejiunga na vilabu vyao. Sawa ana magoli 9 Mosi Ndoumwe, magoli 9. Nyuma ya magoli 3 kutoka kwa nani? Kwa Okelo ambaye naye ameingia kwenye dirisha dogo. Huyo anatoka Singida. Sasa kwa upande wa Young Africans, tetesi ambazo zimezipata, Mosi anatakiwa kujiunga na Wananchi Yanga. Kwa nini anataka kujiunga? Ameonekana ni mchezaji ambaye ni hatari zaidi ukifananisha na Depu. Kwa hiyo tetesi ambazo nazungumza ni kuhusiana na mabadilishano. Mosi huwa anatokea pembeni kama winga kutoka pembeni. Anaweza kucheza namba 11 au namba 7. Lakini anaweza kucheza pia namba 9. Kwa sababu namba 9 pale wapo wachezaji kama kina Gede kwa wana opt kumtumia kitokea pembeni. Umeelewa? Sasa Yanga wameenda kutafakari. Hizo tunazungumzia sasa za ndani, majadiliano. Wakaenda kuzungumza na uongozi wa Singida Black Stars kwamba tunamtaka huyu mchezaji, tunampataje? Umeelewa? Wao wakasema mkimtaka huyu tuachieni Depu. Yanga kwa sababu walishatathmini kabisa kuhusiana na nani? Na Mosi. Umeelewa? Na ubora wake, wakasema tunataka kumtumia kama namba 9, yani pale ambapo anakaa Depu, Mosi anakaa. Umeelewa? Anaweza katokea pia pembeni. Kwa hiyo Yanga wana kitu ambacho ndio kukipata ambacho kina thamani zaidi ya kile ambacho wako nacho kwa Depu. Kwa sababu Depu mpaka sasa hivi ana magoli
6, si ndio? Lakini katika magoli 6 mimi binafsi ambaye huwa naamini, sitaki watu wengine waamini kama mimi ninavyoamini. Goli la penalty ni nusu ya goli la mtu ambaye hajatumia nguvu kubwa. Si kama unaelewa? Na kupata uzuri. Yaani penalty hata wewe ukiambia bwana penalty hapa, yaani una 50% ya kufunga ile goli. Sawa. Lakini unaweza kuongezewa 50% kafika mpaka 80 ya kushinda. Yaani yule mpiga penalty anakuwa 80% karibia 80 za kushinda, lakini kuanzia 50 kwenda juu. Goalkeeper ndo ana nafasi ndogo sana ya kuokoa ule mchomo wa penalty. Okay. Ndio maana goalkeeper kama akiokoa mchomo wa penalty anaonekana ni bora kuliko mpigaji. Si umeelewa? Yes. Sasa kwa Depu yeye kafunga magoli 3 ya penalty. Na on play magoli 3. Sasa ukiangalia hao magoli 3, Mosi Ndoumwe yeye amefunga kwenye on play magoli 9. Okay. Wakiwa na usawa wa michezo na kuingia kwenye dirisha dogo. Manake hicho ndicho ambacho Yanga wamekiona kimewavutia sana kumpata mchezaji. Kwa taarifa ambazo niko nazo za ndani kabisa, Mosi Ndoumwe dirisha kubwa ataingia Yanga, Depu anaenda Singida Black Stars. Okay. Mwingine ni Imoro. Okay. Ibrahim Imoro. Huyo ni mchezaji huwa anatumika kwenye winga ya kushoto. Ni beki wa kushoto. Yes. Tukumbuka kwa maana ya Imo alikuwa ametokea, huyo ni mchezaji kutoka Ghana. Umeelewa? Ni mchezaji Ghana ambaye kabla hajajiunga na Singida Black Stars alitoka Al Hilal ya Sudani. Singida Black Stars wakaenda kumfata pale Al Hilal ya Sudani. Ni mchezaji ambaye ni mchezaji mzuri sana kutoka pale nchini Ghana. Singida ambao alimpata. Yes. Lakini alivyokuwa ameingia pale Singida Black Stars akapelekwa Mtibwa Sugar. Kwa sababu kulikuwa na wachezaji wengine kwenye nafasi yake. Kumbuka Gadiel Michael alikuwepo pale, sikuwepo na nani, walikuwepo wamejaa pale. Kwa hiyo akasema, "Oya, hebu nende kajitafute pale Mtibwa Sugar." Kabisa. Akauasha moto kweli kweli. Singida Black Stars wakamrudisha kwenye nafasi yake. Okay. Akameuasha mpaka sasa hivi tunavyozungumza. Ibrahim Imoro ana magoli 3 na assist 4. Yaani kahusika katika magoli 7 akiwa Singida Black Stars. Na ukiangalia uhatari wa mashambulizi ya Singida Black Stars yanatokea kwenye eneo ambalo yeye yupo. Kwa hiyo Yanga wakaangalia wanapoenda kushiriki mashindano ya kimataifa, wanamhitaji mtu wa aina hiyo ambaye anaweza kwenda kuisaidia kwenda kutengeneza mipira ambayo inatoka chini. Ni mchezaji mzuri sana ambaye huwa akitengeneza mpira kutoka kwenye build up, yani eneo la utengenezaji au uundaji wa mashambulizi kwenye build up. Ni mchezaji ambaye ana overlap, ana underlap, yani ana kila kitu ambacho mchezaji wa pembeni kwa maana beki wa kushoto anatakiwa kuwa nacho. Kwa Yanga wana opti kumchukua huyo mchezaji aweze kujiunga. Sasa hapo wanasema anapokuwa anapasha golikipa anayetoka ni nani? Beki. Sasa twende sasa upande wa kule ambako yupo nani? Yupo anaenda anapochezea Emoro. Sawa. Upande wa kushoto yupo nani? Yuko Mohamed Hussein Shabalala. Mayday Shedraki Sakaboka. Ni nani hapo tukipiga kura? Nani anaweza katoka, nani akabaki? Na akitoka mzawa anatoka mzawa. Kwa anatoka mgeni anaingia mgeni. Kwa hiyo kipa kitoka anaingia kipa. Shedraki Sakaboka pia Baba Jeni. Kuna taarifa za ndani kabisa ambazo pia nimezipata, huenda Yanga pia wakaagana naye. Wanataka changamoto mpya, wataki mtu awe ameflop kabisa ndipo waachane naye. Wakati mwingine wanasema DJ mzuri inatakiwa wimbo mkali ule ndo unaagana nao kabla watu hawajachoka kucheza. Kwa hiyo kwenye upande wa taarifa za usajili dirisha kubwa, Yanga leo tuondoke na hii hasa kwa watu ambao wanafuatilia upande wa Yanga. Wamfuatilie mtu anaitwa Mosi Ndoumwe. Huyu ni moja kati ya mashine ambazo zinatoka hapo tu. Yaani unajua kutoka Tanzania kwenda mpaka Burundi unaweza kutembea kwa miguu, si ndio? Lakini Ghana ni mbali. Si ndio? Ndio. Ivory Coast ni mbali. Kwa jirani yetu huyu anaweza kajiunga na wananchi Yanga. Na ndo kawaida tunasema Singida na Yanga kuna ukaribu wa kutembeleana. Kwa hawa watu kuna namna ambavyo nimezipata taarifa. Msimu ujao Mosi Ndoumwe ni mwananchi. Mosi Ndoumwe Depu anaenda kule. Sawa. Lakini kwa Depu ni makubaliano itakiwa vunje mkataba. Ninachokisikia ni makubaliano ya kumtoa kwa mkopo.
Okay. Si umeelewa? Yes. Kumtoa kwa mkopo. Manake yeye ataki auzwe moja kwa moja. Kwa, lakini kule ataenda na huku ataenda kwa 100 moja kwa moja. Mosi Ndoumwe. Bana, hapo ndipo ambapo shughuli imekwisha. Inaishi hapo. Maana tale kweli kweli Lugano Israel.